Anatembea hivi ilimpiga homa. Hivyo mpiga homa mimi nikamkimbizia hospitali, akachoma sindano afu nikapewa dawa vidonge. Ananiambia wewe ndio ukampe na juisi, wewe unampa mara kwa mara. Kwa hiyo mimi tena nikarudi nyumbani, kweli nikampa ile dawa, anatumia na juisi mara kwa mara. Kuja kupona tena ndo kuongea alikuwa haongei, na ufahamu alikuwa hana, anapenda kukaa ndani tu. Kwa sababu huyo haongei, hasemi mama njaa inauma. Yaani wewe mpaka umfikirie wewe. Kwa hiyo pale mimi ndo najisikiaga vibaya. Kutana na hii familia ambayo inapitia magumu mengi, na huyu ndiye mama, lakini unaweza sema pia ndiye baba. Mama huyu anakumbwa na changamoto ya mwanae ambaye alimzaa akiwa mzima kabisa, lakini hapa anaeleza ya kwamba mwanae alipatwa na homa. Baada ya kumpeleka hospitali, alichomwa sindano na kupewa dawa za kumeza. Toka ameze dawa hizo, mtoto wake amekuwa na hali ambayo hawezi kabisa hata kuongea. Mpaka hivi sasa unavyomuona akiwa na umri huo mkubwa, hajawahi kuongea wala hata ufanisi wake umekuwa ni mdogo. Mama huyu hapa anafunguka mengi juu ya changamoto hii ambayo imemkumba mwanae, huku akiongea kwa uchungu ya kwamba huenda dawa zile ambazo amepewa ndiyo chanzo cha tatizo hili la mwanae. Karibu sana katika mwendelezo wa ripoti za Families Media, nami jina langu ni Gervas Machaku. Changamoto ya mtoto wangu ilimwanza anatembea hivi ilimpiga homa. Hivyo mpiga homa mimi nikamkimbizia hospitali, akachoma sindano afu nikapewa dawa vidonge. Ananiambia wewe ndio ukampe na juisi, wewe unampa mara kwa mara. Kwa hiyo mimi tena nikarudi nyumbani, kweli nikampa ile dawa, anatumia na juisi mara kwa mara. Kuja kupona tena ndo kuongea alikuwa haongei, na ufahamu alikuwa hana, anapenda kukaa ndani tu. Mpaka nikaja hapa, alikuwa bado mdogo. Kwa hiyo akakaa mpaka wakaja walimu wale Mwembe Songo, akawatafuta watoto kama hawa. Mimi nikampeleka kule shuleni, ndo nikawa namfuataga, namrudisha, nampeleka, namfuata, nampeleka, namfuata. Mpaka mwenyewe akaja kuzoea, alikuwa tena anaenda mwenyewe na kurudi mwenyewe. Na kipindi hicho alikuwa na umri gani? Yaani alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka kama 3. Kwa maana hiyo toka alivyopewa hizo dawa na kuanza kutumia ndio akawa amekata ufahamu manake na kuongea, kauli za kuongea, hata ukimwita eti anakuja tu. Na baada ya hapo vipi sasa, mlijaribu labda kwenda kwa wataalamu wa afya kufahamu labda dawa ambazo amepewa zimemwasili kivipi? Hapo akili imenichanganya, sijarudi kule. Baada hivyo nikanyamaza, nikasema basi hapa Mwenyezi Mungu ndio yeye ndio mjuaji, kwa nikaishia hapo basi. Na tokea kipindi hicho mpaka sasa hivi ni muda gani umepita? Kwa maana miaka mingapi? Muda mrefu. Kutoka miaka hiyo mpaka sasa hivi muda mrefu, kwa sababu sasa hivi ni mkubwa. Kipindi cha nyuma alikuwa na miaka 3. Na sasa hivi ana miaka mingapi? Sasa hivi ana miaka mingapi? Maana kazaliwa mwaka 1995. Mpaka sasa hivi sijaelewa ana miaka mingapi. Na mtoto wako wangapi huyu sasa hivi? Huyu sasa hivi mtoto wangu yani wa kwanza amefariki, ukaja wa pili na huyu wa 3. Na uzazi ndio umeishia hapo. Mbali na magumu yote wanayopitia familia hii, lakini bado liko jambo la kuhuzunisha kweli kweli. Jambo hilo ni kwamba baba huyu wa familia hii unaweza sema ni kama amewatupilia na kuwatelekeza, maana hajawahi shiriki kwa chochote katika familia hii. Na vipi kwa upande wa baba yao? Baba yao ndo tumeachana, kwa hiyo watoto nikawalea mimi kama mimi mpaka sasa hivi. Maana hiyo wote unawalea wewe, baba yao hajawahi kuleta mchango wote? Hana mchango wote na hana muda. Hana muda kabisa, hata umwambie anaumwa. Sana wadogo zake ndo walikuwa wanajitahidi, lakini wote wamefariki.
Basi nikaona basi hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo changamoto ninayo mimi, nitafute haya tule, kaumwa naenda zahanati pale anapata dawa, ndio hivyo ilivyo. Labda mtazamaji anahitaji kufahamu kwamba zipi sasa zile changamoto kubwa ambazo huwa unakumbana nazo kama mama unajitahidi kupambana, lakini inafikia wakati unashindwa kulingana na yani changamoto zangu wakati kama mama nashindwa, yani kuna kipindi hivi utafutaji unakuwa mgumu. Kwa hiyo unatafuta mpaka kichwa kinauma, unasema huyu mwanangu kule atakuwa, sababu huyu aongei, asemi mama njaa inauma, yani wewe mpaka umfikirie wewe. Kwa hiyo pale mimi ndo najisikiaga vipi. Pole mama. Hata hivyo, mama huyu ambaye kwa sasa yeye ndiye anapambana kuhakikisha familia yake hii inapata huduma zote za msingi ikiwemo chakula, anasema ya kwamba kuna muda anashindwa kwenda kujitafutia kipato, kwani anahitaji kumwangalia mwanawe huyu kwa ukaribu, kwa maana hata akiumwa hawezi kuongea chochote. Na labda akiwa ana changamoto fulani huwa unamgundua vipi? Yani namgundua anakuwa mnyonge sana, afu analala. Nakaa kimya afu analala, achangamki. Hapo ndo najua huyu anaingiwa na homa. Hapo unakuwa unajua ana homa. Najua huyu sasa anaumwa na homa, ndo hapo tunaenda kumpima, tamtafutia dawa. Na vipi kwa upande wa mahitaji yake yeye kama mtoto wa kiume, sasa anakuwa kwa mfano kufua nguo anakuwa anafua mwenyewe au? Anafua mwenyewe. Mwenyewe akishaona nguo zake baada ya siku 3 kila siku, sabuni anaiona ipo, maji yapo, anachukua anafua mwenyewe, anaanika. Anakoga mwenyewe, anabadilisha nguo. Hiyo ndo changamoto, nashukuru amenisaidia. Alafu hana ule muda wa kuzunguka mitaani kama watoto wa wenzangu wengine. Huyu yeye ametulia hapa. Na vipi, kuna msaada wote labda ameshawahi kupata kwa nani kutoka kwa watu tofauti ambao wanawazunguka? Sijaona hata msaada. Sana msaada labda wa ndugu zake, ndo wanampa. Ndugu zake wapo wanampa, wakipata wanampa na wanamjali tu, wanamjali. Na kwa sasa unajishughulisha na kazi gani? Mimi sasa hivi biashara zangu ndogo ndogo. Sasa hivi kwanza nimesimama, ndo tuko huko shamba kwanza. Sababu hela ilikuwepo, tukaamua kwa tuitupe huko. Na huu mwezi kwanza upo huu ukiisha, basi taanza biashara. Na kuna watoto wengine ambao wako wanasoma? Mimi wanangu wao wawili, huyo kakake na huyo basi. Sina wengine. Labda mtazamaji anahitaji kufahamu ni mahitaji yapi makubwa ya msingi ambayo unatamani kuyapata, na ukiyapata hayo huenda yakakusaidia. Mtazamaji, mama huyu anaomba msaada kwa kila Mtanzania atakayeguswa kwa kutazama habari hii. Unajua nyinyi ni kama serikali, mtajua mnisaidieje au iweje. Basi mtaendelea na msaada wenu. Sasa hapa nikupe nafasi ya kuzungumza na watu wote ambao wanakutazama, waambie kitu ambacho unatamani wakusaidie, lakini pia watajie na mawasiliano yako ambayo watakupata kupitia hayo mawasiliano. Mimi hapa misaada kwa kweli kutaja nataka kitu fulani nitashindwa. Hiyo mtafikiria nyinyi serikali, kama huyu mama tumsaidieje. Hapo chochote mlichokipata mimi naridhika. Basi ni hilo. Namba yangu 0655181442. Jina Zena Hussein Kondo. Kwa sababu huyo aongei, asemi mama njaa inauma,
yani wewe mpaka umfikirie wewe. Kwa hiyo pale mimi ndo najisikiaga